majina yangu naitwa Wada Abdalla kutoka shule ya sekondari Kikuyu na mimi ni mwanafunzi wa Club ya Root and Shoot. Club ya Root and Shoot ilianzishwa na Jane Goodall ambayo inahusiana na utunzaji kabisa wa mazingira, tukiangalia na mimea, ambapo hapa mbele yako unaona kabisa kuna project ya mboga mboga pamoja na miti. Project hizi zinatusaidia kabisa katika ukuaji wa jamii. Ukiangalia mboga mboga huwa tunakula mboga mboga, tukiziuza pia huwa tunapata hela. Lakini ukiangalia kwenye miti tunaangalia kabisa sasa hivi tuna janga kubwa la mabadiliko ya hali ya hewa. Na tunajua miti inatusaidia kabisa katika unyonyaji wa carbon dioxide. Kwa kupitia project hizi zitakusaidia kabisa kupata elimu ambayo itakusaidia wewe kwenda kukuza jamii. Kwa majina naitwa Salome Pius Mwandu, nimetokea shule ya sekondari Kikuyu. Nipo hapa kwa ajili ya kuelezea namna ya uandaaji ya udongo kwa ajili ya kupanda miti. Kwanza kabla yote tunatakiwa tuna udongo wa aina mbili ambao kuna forest soil na mchanga, ambapo forest soil ni aina ya udongo ambao unakuwa umetolewa katika eneo lenye miti ama misitu. Mfano wa udongo wetu hapo ni udongo ambao tumetoa katika eneo la UDOM. Hii forest soil ni udongo ambao unasaidia katika kutunza maji na virutubisho katika mmea. Huu udongo wa kichanga ambao tulionao hapa ni udongo unaweza kusaidia katika mmea kupitisha maji na virutubisho na kusambaza katika mizizi. Udongo wa forest soil unatakiwa na ratio ya 5. Udongo wa kichanga ratio yetu inatakiwa iwe ni 1. Pia mbolea ichukue nafasi ya ratio ya 3, ambapo mchanganyiko huu kwa pamoja utaweza kusaidia mti wetu kukua vizuri na kuwa na growing medium nzuri. Kwa jina naitwa Henry Ibrahim Adolf kutoka shule ya Kikuyu Sekondari. Mimi nitakwenda kuelezea sasa katika hii hatua ya ukuaji wa miti au upandaji wa miti swala la kipengele cha mbegu. Kwanza kabisa yapaswa tufahamu kwamba mbegu zinapatikana wapi au mbegu ipi ni bora kwa kupata miti bora au mazao bora. Kipengele cha kwanza cha kuzingatia ni chaguzi la mbegu bora au mbegu sahihi, ambapo tunasema kuna kitu kinaitwa seed orchard, ambapo hiyo ni sehemu maalum iliyotengwa hasa kwenye misitu minene au misitu kwa ajili ya kuandaa mbegu. Na hiyo sehemu ni halali na imeanzishwa na serikali kwa ajili ya kuandaa hizo mbegu. Na kuna vigezo kadhaa ambavyo vinatumika kudetermine kwamba hii ni mbegu bora, ambavyo ni mbegu ambayo haijawahi kuathiriwa na magonjwa, lakini pia mbegu ambayo imekaribiana na athari za kimazingira lakini zimeweza kufanya nini, kusurvive. Kuna miti ambayo mbegu zake yapaswa kuzichemsha kwanza kabla ya kufanya nini, ya kuzipanda ili ziweze kukua kwa haraka. Lakini pia kuna mbegu ya miti ambayo yani haina haja ya kuzichemsha, unaweza kuzipanda hivyo hivyo na zikakua kwa haraka. Elimu hii ya upandaji wa miti ni muhimu sana, na leo tupo katika maadhimisho ya siku ya elimu ya watu wazima duniani. Kauli mbiu kisomo kwa manufaa ya watu wengi duniani na ustawi wa jamii. Pia ninashauri watu wote katika jamii waweze kupanda miti. Kutokana na elimu hii ambayo tumeitoa, waweze kuelewa namna nzuri ya upandaji wa miti ili miti ikue kwa haraka, lakini pia waweze kupanda miti kwa wingi ili kuweza kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Pia serikali iwekeze sana katika kuhamasisha na kuonyesha shughuli za upandaji wa miti ili kuweza kupelekea kuwa na mazingira mazuri pia na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi.